Bwana, nilikupromise kwamba leo tuko na watu wa Ludewa kutoka Lusitu. Madogo wamechanja mbuga na boda mpaka kufika Njombe kuhakikisha kwamba Asili Yetu TV wanaifikia kwa ajili ya kuangazia vipaji vyao. Na Asili Yetu TV wajibu wetu ni mmoja tu, kutafuta vile vipaji ambavyo vimefichama, alafu tunakusogezea wewe mdau uweze kuenjoy, sababu maisha bila burudani bado nacho ni kipengele. Mimi naitwa Ngoji. Usisahau kusubscribe channel yetu, usisahau kucomment, usisahau kushare kwenye mitandao ya mingine ya kijamii ili watu tuwe wengi zaidi. Bana, ninakusogezea kipaji kingine sasa kutoka Ludewa. Baada ya kupiga story na Chambua Comedian, tumeweza kujifunza vitu vingi. Sasa nakusogezea kipaji kingine hiki hapa, anaitwa Kinyambe. Mimi kwa majina yangu naitwa Kevin aka Kinyambe hapa. Kinyambe kutoka Ludewa. Kinyambe kutoka Ludewa pale. Okay. Umetisha sana mwanangu. Tumeona ni moja ya vipaji ambavyo vipo ndani ya mkoa wa Njombe. Sisi wajibu wetu ni moja tu, kuhakikisha kwamba tunakusogezea. Wewe ulikuwa unajua kama Ludewa kuna Kinyambe? Endelea kuenjoy na Asili Yetu TV. Karibu sana mwanangu. Asante sana. Tuambie, unaitwa nani? Naitwa Kevin Mgimba. aka yangu Kinyambe hapa. Kinyambe. Kevin Mgimba aka Kinyambe. Kinyambe. Okay. Turudi hali yako ya kawaida kama Kevin sasa. Ndio. Tulifikiria nini kujiita Kinyambe? Kifupi nilipenda sana kazi alizokuwa anazifanya Kinyambe. Vile alivyokuwa anafanya, basi nilikuwa napenda kumfuatilia. Ile kumfuatilia sana nikajikuta na muiga vile anavyofanya. Okay. Baadaye nikapewa jina, nikakuta watu wamenipa jina kwamba anaitwa Kinyambe baada ya kuona namfuatilia sana mambo yake na ninamuiga pia. Okay. Jina la Kinyambe tulipewa na mashabiki. Ndio. Okay. Hukujipa wewe? Sikujipa mimi. Okay. Wakati tunatafuta jina, wewe binafsi ulitamani kutumia jina gani? Jina ambalo nilitamani nilitumie, nilipenda kama nijiite Bilioni, lakini japokuwa wengi hawanisapoti kwenye hilo. Wanatamani niitwe Kinyambe hivyo. Kinyambe hivyo. Tukaona tuondoke nalo. Ndio. Okay. Sanaa yako tumeanza mwaka gani hasa? Sanaa zangu za mtaani, achana na kama hivi mtandaoni nini, kama 2000 na nimesahau kidogo. Kipindi kile yupo hai bwana. Okay. Ni kitambo sana. Ni kitambo sana. Ndio tulianza hapo. Kabla ya kipindi hicho hata mitandao ya kijamii ilikuwa haijashika kasi. Ndio. Okay. Unafikiri kwa kutumia jina la Kinyambe limekutambulisha asilimia ngapi kwenye jamii? Kifupi ni 80%. Asilimia 80. Ndio. Okay, limekutambulisha. Limenitambulisha sana. Okay. Ilikupa ugumu gani kukalili sauti ya Kinyambe na mapozi kila kitu? Kiukweli sikupata shida. Wala sikupata ugumu wowote, kwa sababu nilikuwa nikifanya tu nikiamini na muiga, siwezi kumfikia, ila watu wakasema unaweza sana. Wakasema unaweza? Wakasema unaweza, wakanipa na jina. Okay. Safari yako ya kukutana na Chambua Comedian ilikuwaje? Kifupi tulikuwa tunaishi naye pale, kwa vile nilivyo alikuwa natambua. Mwisho wa siku akatamani tufanye wote kazi. Okay. Na mimi sikuwa na kinyongo kwa kuwa nilikuwa napenda hiyo kazi. Okay. Sasa hivi tunavyocheki sasa, tangu muungane kuanza kufanya kazi, mapokezi huko kwenye mitandao ya kijamii ikoje? Kwa sababu sasa hivi hali ya hewa na watu wanatengeneza pesa kutumia mtandao. Kwa vile ninavyofuatilia, ninavyoona mwitikio wao ni mzuri. Okay. Ni mzuri sana, japokuwa bado hatujatambulika sana kwa sababu hatuna muda mrefu kwenye hii kazi. Tunawaahidi nini sasa mashabiki 2026? Ninachoahidi mashabiki ni kwamba haturudi nyuma. Tunaendelea kukaza, tunaendelea kubuni vitu vipya. Kazi zetu ataendelea kuziona mpya kila siku. Okay. Na tukiwa kijijini sasa, huwa tunatumia vifaa gani kwa ajili ya kurekodi zile clip au content ambazo mnakuwa mnazitengeneza, na editing mnafanyaje? Kifupi vifaa tunavyo. Tuna kompyuta, tuna kamera. Mmeshajipanga kabisa? Vifaa tunavyo. Kwa hiyo tuna kompyuta, tuna kamera. Ndio. Okay. Kwa hiyo tayari mmeshafanya uwekezaji kwa ajili ya kuingia kwenye game sasa serious? Ndio. Okay. Mnafikiri kwa nini kimewasukuma kununua? Tunapozungumzia uwekezaji wa kamera ni kipengele. Bana, tumepiga story nyingi sana kuhusiana na safari yako ya kuingia kuwa msanii wa comedian, lakini mna cover nafasi ya kuwa content creator.
lakini pia tumepiga stori kuhusiana na ununuzi wa vifaa ambavyo mmenunua sasa. Inaonyesha wazi kwamba mnataka kuingia mazima kwenye uwekezaji wa wasanii wa comedian. Wewe binafsi tutarajie nini kutoka kwako? Mimi kwangu kikubwa watarajie kupata vitu vipya kila siku kwenye mfumo wa sanaa. Okay. Na ubunifu huu ambao tunaufanya ni huwa unachukua muda gani? Kifupi yani huwa tunabuni hapo hapo, tukishapata idea moja kwa moja tunaondoka nayo. Okay. Na kuifanyia kazi. Kuna clip yote ambayo umewahi kucheza ilikupa ugumu sana? Hapana. Hapana. Kwa sababu tuna cover kila nafasi. Ndio. Okay. Sasa 2026 ndo hii hapa. Ndiyo. Na wewe umeanza zamani sana, kabla ya Chambua Comedian wewe ulikuwepo enzi za kina Kinyambe mpaka sasa hivi bado unaendelea kufanya game la sanaa. Nje ya comedian kuna kitu gani kingine ambacho tunafanya? Nje na comedian tunajishughulisha na bodaboda, kilimo. Okay. Hivyo. Ndio shughuli ambazo hizi ndio zinazotupatia kipato. Okay. Kipaji cha ziada? Kipaji cha ziada. Kipaji kwa mfumo wale kwenye sanaa. Kwenye sanaa. Kwenye sanaa. Hata kuimba naimba pia. Okay. Kwa nimejichimbia sana kwenye comedy. Okay. Comedy. Unafikiri 2026 sasa tutarajie kazi zinakuja za viwango vya aina gani? Yaani kifupi hapo niseme zinakuja kazi za viwango vyake. Okay. Kama Mungu akijalia hadi nyimbo tutakuwa tunaimba zikiwa za komedi sawa, zikiwa zile nyimbo ambazo za kawaida sawa, na uigizaji sana. Okay. Uko Njombe, naomba unitajie top 5 ya wasanii watano wa comedian au content creator ambao wewe binafsi unawakubali na wanakufanya uendelee kuwa kwenye game. Niwe mkweli kidogo kwa sababu sijaifuatilia wasanii waliopo Njombe. Sijaifuatilia wasanii kifupi. Kwa nini? Waifikiria kama tunafuatilia wasanii wa wapi? Sio mfuatiliaji. Sio mfuatiliaji. Okay. Kwa hiyo hata msanii mmoja ambaye unaona kabisa anakuja? Hapana, labda wanaowasikiaga tu. Nawasikiaga lakini siwafuatilii. Okay. Hala nianze saizi na mpango saizi kuanza kufuatilia. Maana ni wenzangu pia, naamini ipo siku Mungu akijalia nitakutana nao. Okay. Wenda tukafanya kazi pamoja. Ndio. Katisha sana. Sema sasa na mashabiki zako, tuambie wewe binafsi, watu wakitaka kukufuatilia kwenye kazi zako wa kuzingatiaje? Naomba kwanza wanisupport sana kwenye hiki ninachokifanya. Maana mimi nawategemea sana wao. Nafanya hivi vitu nikiamini wao watanisapoti kwa 100%. Na mimi kwa ajili yao ninajituma pia, wasinipite tu, wasiniache, wanisapoti sana ili nifike mbali. Okay. Ndio. Kwenye mitandao ya kijamii tunapatikanaje? Kwenye mitandao ya kijamii, yani yule mtu ambaye sasa ili akakuzingatia kwenye mitandao ya kijamii ambako wewe binafsi unaweka kazi zako kule. Mimi ni Chambua Comedian. Ukisikia Chambua Comedian maana okay, wote mnatumia akaunti moja. Ndio, mimi na yeye ni kampuni moja. Okay, kwa hiyo watu wazingatie hapo. Ndio. Bwana, karibu sana Asili Yetu TV na sisi tumeenjoy kupiga story na wewe. Asante sana. Shukrani. Tulikuwa na nani jina vile? Kinyambe. Kinyambe. Jina lile lingine? Kevin. Bwana, tulikuwa na Kinyambe au Kevin kutoka Ludewa ambapo tumezungumza naye. Ni msanii wa comedian, pia ni content creator. Tumeona wanakuja poa sana. Asili Yetu TV, wajibu wetu ni moja tu, kwamba tunakukusanyia zile taarifa au tunakuibulia vile vipaji ambavyo vipo huko chaka, havijulikani. Sisi tunakusogezea hapa ili tuweze kuondoka pamoja. Mimi naitwa Ngoji, usisahau kusubscribe. Tukutane wakati mwingine.